uke tukimbie mambo ya ujeuri ambayo iko naonekana kila wakati, mambo ya chuki. Kitu ambacho tunaweza kufanya ni kuendelea kuhamasisha, kwa sababu hatuna njia nyingine tunaweza tumia kama raia, kama watu, ni kuendelea kurahisisha na kuhubiri upendo, kuhubiri ile kuishi kwa pamoja, kuhubiri mshikamano, kwa sababu kama watu hawashikamani, watu hawahubiri ile upendo, ile kuishi kwa pamoja, inaweza kuwa tatizo. Na watu wenyewe wataihubiri hawana aseme waazi fulani wala kategori fulani, lakini kila mtu ajisikie kuwa na uwajibu wa kuweza kuhubiria kuishi kwa pamoja. Na ukisha kujua faida ya mtu na mwingine ama kuishi kwa moja kwa umoja, itakuwa ni kitu kia muhimu sana. Unajua, nampenda sana msemaji moja ambaye tunamkamata kama vile biblioteki, ni Martin Luther King. Anasema kama hatuwezi kujifunza kuishi pamoja kwa umoja, tunaweza tuje tukaangamizwa pamoja kama wapumbafu ama kama wajinga. Yani tuhubiri sana upendo, ile kuishi kwa pamoja, ile kushikana mkono, ile kuinuana. Wakati unakuta mtu labda iko katika udhaifu fulani, ujipatie namna ya kuweza kumuinua. Pasipo ile itakuwa tunaendelea tu ni uharibifu mkubwa na mauaji, kwa sababu wakati hatuhubiri upendo, hatuhubiri kuishi kwa moja, ile chuki itapita inapata mizizi na inaanza kuzaa matunda. Na matunda ya chuki ni nini? Ni mauaji, ni kuangamizana. Alors que tuko sanse kama binadamu kujisikia ufurahia binadamu mwingine na kupenda awe katika usalama kama gisi ulivyo katika usalama. Na wakati unayumbisha usalama wa huyu, ndio kusema mwingine naye ataumbisha usalama wako, kwa sababu sekti veke wakufanyizie na bidi ukifanyizie mwingine.